Mwenyezi Mungu aliandika uwezekano wote wa hatima yako katika Al-Lawhin Mahfudh. Lakini ni ipi kati ya hatima hizo itakuwa yako? Je, wewe ni jibu la dua ya mtu wa familia yako? Au wewe ni jibu lililochelewa la dua iliyoombwa na mtu miongoni mwa waliopita kwa miongo au hata karne zilizopita? Ni mchango upi utakaoacha nyuma baada ya maisha yako kukamilika? Kwa nini Mwenyezi Mungu alikuchagulia kuzaliwa katika wakati huu wa kihistoria? Huenda wazazi wako, babu na bibi walikuombea dua wakikuwazia mafanikio na furaha yako ya baadaye. Pengine ulikuwa ujio wa kupendeza au hata wazo la kuogofya. Hata hivyo, uumbaji wako ulielezwa na wengine. Uwepo wako ulipangwa na Mwenyezi Mungu. Alichagua mazingira yanayofaa kikamilifu kwa tabia yako na uwezo wako, na akakuleta katika dunia hii kwa wakati maalum, kwa familia maalum, mahali maalum, ili kutimiza malengo yako maalum. Jaribu kutafakari kuwa wewe ni mwangaza kutoka kwa kadari ya Mwenyezi Mungu kuleta duniani kwa wakati mwafaka, pengine kama mwendelezo wa mwangaza wa mtu aliyekuja kabla yako. Kumbuka mkusanyiko wa Adam alayhi salam alipokuwa akitembea na kuona mwangaza wa watu. Tafakari yeye akishangazwa kwa mwangaza wako. Au kwa ukaribu zaidi, kumbuka usiku huo ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposafiri hadi mbinguni usiku wa Isra wal Mi'raj, na umma wake wote ulitambulishwa kwake. Tafakari Mtume sallallahu alaihi wasallam akitembea kati ya umma wake na kuja kwako na kusema una mwanga mzuri sana. Au tafakari ndoto za wale waliotangulia kabla yetu. Kwa Ibrahim alayhi salam ilikuwa ndoto ya kizazi hiki ambacho hakikufika kwa maelfu ya miaka, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwenye thamani. Na wakati mwingine ndoto huja karibu zaidi. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu aliamka usiku mmoja akiwa na tabasamu kubwa na kusema, ni mtoto yupi huyu kutoka kwa kizazi changu ambaye ataeneza haki katika dunia hii baada ya kujazwa udhalimu? Na Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, kitukuu wake, kazaliwa miaka michache baada ya kifo chake, lakini alitimiza ndoto hiyo. Mara nyingi huwa anatafakari ni mwanamke yupi Muislamu aliyefanywa mtumwa na kuhukumiwa, ambaye Malcolm X Al-Haj Malik Al-Shabazi ni jibu lake. Kila mtu ana zamu yake maalum katika hadithi kuu ya dunia hii. Swali ni kama tunatambua uwezo wetu na kuwa uwepo wa baraka popote tunapojipata. Isa alayhi salam alipozaliwa alisema, waja'alni mubarakan aina ma kuntu, na Mwenyezi Mungu alinifanya kuwa mwenye baraka popote nilipo. Wanazuoni wanasema kwamba hiyo ni kwa sababu Isa alayhi salam huleta wema katika kila mazingira anapokuwa, na hilo si lake pekee. Tunapofanya vivyo hivyo, sisi pia tuna uwezo kuwa mubaraka mahali popote tulipo. Na huenda kuzaliwa kwako pia ni mubaraka kwa sababu ulikuwa baraka kwa familia yako. Kuna labda hata ni jibu la dua ya mtu kabla hujaja duniani. Tunafika duniani na tumaini fulani yaliyoambatanishwa kwetu, pamoja na giza lililotutangulia linalokumbana nasi kila wakati. Huenda ikawa ni giza la familia iliyovunjika, huenda ikawa ni giza la kusalitiwa kwa mtu mwingine, huenda ikawa ni giza la uonevu. Kumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam aliita dhulmu dhulumat, wingi wa giza. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huweka mwangaza kwenye giza katika dunia hii kutokana na mwanga wa kadari yake, huweka mwangaza kutokana na ufunuo wake, na kisha huweka mwangaza kupitia matendo yako. Hapo ndipo wanazuoni wanasema nurun ala nur, mwanga juu ya mwanga. Lakini tunapaswa kuwasha mwangaza huo ndani yetu, la sivyo tunaweza kuwa vyanzo vya uovu sisi wenyewe, na hapo ndipo giza la dunia hii haswa hubadilika kuwa giza letu wenyewe. Kwa kweli tunaweza kuzama katika mawimbi ya giza. Dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, idha akhraja yadahu lam yakadu yarahu. Giza juu ya giza badala ya mwanga juu ya mwanga. Na unapokuwa kipofu hata huwezi kuona mkono wako mwenyewe, lakini unachagua kuwa laana ya wakati wako au baraka kwa enzi yako.
Na hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomaanisha aliposema, fi kulli karna min ummati sabiqun, katika kila kizazi cha umma yangu kuna waanzilishi. Inamaanisha kuwa kama wanazuoni walivyosema Ibn al-Waqt, mtoto wa wakati huu, na sio wakati tu, kwa sababu hadithi zetu zote zimeunganishwa hata kwa wakati na mahali. Tafakari jinsi ndoa nyingi zilivyokaribia kuvunjika, na mimba ngapi za hatari katika ukoo wako zilitangulia kabla kuzaliwa kwako kwa hatari. Na tafakari jinsi uwezekano wa kuwepo kwako ulivyokuwa mdogo, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifanya iwezekane, kwa sababu ni sehemu ya hadithi kubwa zaidi. Pengine sababu unayojikuta katika nafasi ya kujenga msikiti huu katika mji mdogo ni kutokana na dua ya Muislamu aliyepita mji huo miaka 100 iliyopita na kusema, ya Allah, natumai kutakuwa na msikiti hapa siku moja. Au pengine ni dua ya mamilioni ya watu waliodhulumiwa ulimwenguni ndio sababu na uwezo wa kuwa jibu la kilio cha msaada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidhuafikum, je, hampewi ushindi au riziki ila kwa jinsi mnavyowatendea wanyonge wenu. Kuwa baraka kwa mtu mwingine ni sababu ambayo kadari yako inakuwa yenye baraka. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alisema, ana da'watu Ibrahim, mimi ni dua ya baba yangu Ibrahim, bishara ya Isa alayhi salam. Na alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika enzi ya giza totoro, mama yake aliona mwanga ulioangaza ulimwengu wote, hata akaweza kuona majumba ya Syria. Hiyo ni yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, huruma kwa walimwengu wote kwa nyakati zote. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu alikuchagulia kuwa wakati huu, na nini Mwenyezi Mungu amekuchagulia kwa sasa? Ma taraka min jahli shay in min arada an yudha fil waqt ghayruha ma adharra Allahu fi. Yule anayetaka kuonekana katika wakati kinyume na alichofanya Mwenyezi Mungu ni mwenye ujinga. Mjue Mwenyezi Mungu, jijue wewe mwenyewe, kisha jua lengo lako, na kisha fanya vizuri zaidi katika wakati huo. Watu wengi utazama nyuma vipindi vya historia na kujiuliza, kwa nini sikuwa hapo badala yake? Ulikuwa na majaribio sawa kwa njia fulani, lakini kwa njia nyingine wewe ni tofauti kabisa. Tafakari jinsi tabiina walivyohisi walipokosa kuishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipogundua wamekosa kuwa maswahaba. Lakini walipowaambia maswahaba, vipi mlivyo na baraka kuishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba walijibu na kusema, hamjui jinsi ilivyokuwa ngumu kusaidia Uislamu katika siku za mwanzo. Je, unajua kwa hakika kwamba ungeishi wakati huo ungekuwa Abubakar na si Abu Jahal? Je, una uhakika unaposoma visa vya kihistoria katika Qur'an ungekuwa upande sahihi wa kipindi hicho? Ungekuwa kwenye safina ya Nuh alayhi salam, au ungekuwa kati ya wengi waliokuwa wakimdhihaki? Ungekuwa tayari kumsaidia Musa alayhi salam dhidi ya jeuri kama Firaun? Kila sehemu ya historia ina vipengele vya hadithi hizi pamoja na madhalimu na mienendo, na lazima uamue ni mtu wa aina gani ungetaka kuwa leo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuumba kwa wakati huu, kwa sababu hiyo ndio bora kwako kufanya vizuri zaidi katika wakati huu na kuubadilisha kuwa tendo bora kwa maisha yako ya milele. Na ninakuahidi kuwa utakuwa na wakati mwepesi na wakati mgumu. Kisha wakati wa baraka katikati ya shida, ambayo kwa kweli ni kubwa zaidi kuliko mtihani wenyewe. Na kila sehemu ya wakati huo ulipangwa kikamilifu na mwenye hikma, hata kama hutoona hikma hiyo ndani yake kwa sasa. Kwa hivyo, ni matukio gani uliopangiwa? قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.